Bodi ya Ligi Kuu ya nchini Tanzania imetangaza mabadiliko ya michezo ile yote ya dabi ambayo ilikuwa inahusisha klabu ya Young Africans dhidi ya Simba na ule mchezo wa marudiano ambao pia ulikuwa unahusisha Simba dhidi ya Young Africans. Hii ilikuwa ni michezo ya Ligi Kuu ambayo ilikuwa imepangwa kuchezwa mwezi wa 12, lakini shirikisho hilo limekuja na taarifa nyingine ambapo hawakueleza sana sababu ya kufanya mabadilisho ratiba, lakini michezo hiyo imebadilishwa ratiba na sasa itaenda kupigwa mwakani mwezi wa 3, ambapo mchezo wa kwanza Young Africans atakuwa mwenyeji, ambapo mchezo wote unguruma Machi 1 mwaka 2026 majira ya saa 11 jioni. Lakini mchezo wa pili ambao Simba atakuwa mwenyeji utapigwa tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 2026 muda huo huo saa 11 jioni. Kwa maana kuwa mchezo wa kwanza utapigwa tarehe 1 mwezi wa 3 na mchezo wa pili utapigwa tarehe 3 mwezi wa 5. Yaani kutakuwa kuna tofauti ya miezi miwili tu ambapo dabi hizi zote zitakwenda kupigwa. Na ratiba hii of course inatokana na sababu za michezo ile ya AFCON ambayo inakwenda kupigwa kuanzia mwezi wa 12 pale nchini Morocco, ambapo itakwenda kumalizika mwezi wa kwanza mwakani. Kwa hiyo baada ya kuona hivi manakuwa TFF ndo wakaona wabadilishe ratiba. Japo maswali yamekuwa mengi sana kwamba watu wanauliza kwani inakuwaje kwamba kabla ya kutoa ratiba hizi shirikisho linakuwa halina kalenda ya CAF na kalenda ya FIFA, kwamba michezo mingi itakuwa ni ya kiporo, kwa sababu Simba iliahirishiwa mchezo wake dhidi ya Tabora United ama TRA hivi sasa, lakini pia mchezo wa dabi ya Mzizima kati ya Simba dhidi ya Azam nao uliota mbawa, na mchezo huu wa dabi kati ya Young Africans dhidi ya Simba unakwenda kuota mbawa kwa sababu ya ratiba kuingiliana. Kwa hiyo sitaki sana kuwaingilia shirikisho, lakini wao ndio waliamua sasa kupangia mchezo huu tarehe nyingine. Kwa hiyo sasa tuone kuna watu watagoma tena au mambo mengine yataendelea. Kwa hivi ndivyo ambavyo imekuwa, ambapo TFF wamebadilisha ratiba za michezo hiyo.